Hebu tukae tuongee. Hayo maongezi sio kuongea huku tumesimama. Sawa? Kijana, mwili wangu una moto. Na kama nitakaa hapa alizini, basi naweza kuiunguza hiyo ardhi. Mbona unanitisha? Sio kama nakutisha. Sio kama nakutisha. Ila huo ndio uhalisia nilionao. Yaani nikikaa hapo kwenye ardhi, nitaiunguza hiyo ardhi. Sikiliza. Kuna vitu vya kukaa mkiwa mnazungumza, lakini kwa hili sio la kukaa chini. Ndio. Ina maumivu makubwa sana. Maaskari wamechukua mwili wa mke wangu kwa ajili ya uchunguzi, lakini mdogo wako ndo aliyemuua mke wangu. Nilimshuhudia kwa macho yangu akimmalizia mke wangu kumkaa. Sasa basi, naamini kabisa kwa tukio alilofanya mdogo wako atakuwa amekimbia hapa, lakini atakuwa amejichanganya au atakuwa anajidanganya. Ajidanganya vipi? Hawezi kunikimbia mimi kwa alichokifanya. Najua serikali ina mkono mrefu, lakini mimi nikiwa kama mume wa mke wangu, ili siwezi kuliachia. Na nikwambie kitu, endapo nitamkamata mdogo wako, nitakachokifanya mimi sio kama alichokifanya yeye. Yeye ameua, alafu mwili ameuacha kama ushahidi. Ila mimi nitakachokifanya, nitakatakata mwili wake vipande vipande na nyama zake nitakula. Uuaji? Acha hizo habari. Wewe mtu mzima mzee, acha habari za kuua. Sawa? Utapata matatizo. Sasa sikiliza, maneno hayo ndio itakiwa umwambie mdogo wako, sio uniambie mimi. Alipokuwa anaua mimi sikuwepo. Alivyoenda kuua sikuwepo, lakini angeniambia kwa mimi naenda kuua, ningemshauri. Sasa basi nisikilize. Mimi ni mtu mwema sana, ila naongea hii au naweza nikafanya hii kutokana na nyinyi au wewe usikuwa na ushauri mzuri na mdogo wako. Sio nyinyi. Sio nyinyi. Mimi ni mshauri nini tena katika shauri? Basi nisikilize. Kama una cha kumshauri, nisikilize. Huu ni ushauri wa bure ambao unautoa hapa sasa hivi. Sawa. Ni bora mdogo wako angerudi. Alafu tungekaa chini, tungejadili hili swala. Alafu mimi ningeamua kulimaliza hili swala, lakini kwa masharti. Masharti gani? Tungekubaliana mimi na nyinyi, zile nyumba zenu zote niandikishe mimi na hati nichukue mimi, ili mimi zile nyumba ndio mali zangu, nyinyi mkaishi maisha ya kupanga. Wewe unaweza? Yaani hii nyumba zetu zote, yaani tuziunganishe, tuandikishane, tukupe wewe kwa mtu mmoja aliyekufa. Wewe unaweza? Wewe unachukulia simple sana kifo cha mke wangu, si ndivyo? Nimegundua kitu. Inaonekana wewe ndio kiongozi wa haya mauaji. Nini? Inaonekana wewe ndio kiongozi wa haya mauaji. Mimi sihusiki. Sasa basi nisikilize. Karibu msibani. Nije kufanya nini? Tena wewe uje, tena wewe ndio utakuwa mwandazi wa vyakula kwa ajili ya wale walionikimbia kwa msiba. Msiba ukiisha, nitajua naanza na nani, kati ya wewe au ndugu yako. Mimi nimefanyaje sasa? Wewe mzee usinitishe. Mimi nimefanyaje? Wewe usinitishe. Umesikia? Yaani mimi tena mimi usiniguse. Mimi ni nuksi kushinda huyo muuaji. Sijaamua tu. Ebo. Kumbe na muuaji anaogopa? Hapana, sijaogopa. Ila nimeshtuka kwa sababu sikuwa na taarifa za ujio wako. Mimi ninavyofahamu, muuaji ni mtu jasiri sana. Kwanza na uwezo mkubwa kusikia nyayo hata ikiwa mita 19. Hivyo wakati wote anakuwa na taarifa. Nafikiri una pretend. And go on to pretend. Subiri kwanza. Hebugu unanikosea. Mimi ni mama yako mdogo. Unanihitaji muuaji? Hebugu leo amefanya makosa kwa mama yake. Okay. Mama, unawezaje kuwa na roho ya namna hiyo ya kudiriki kufanya majaribio ya kuua watu mara kadhaa, watu wa nyumbani kwako? Mara ya kwanza umefanya jaribio la kutaka kumtoa Vishi. Nilisimama vizuri, Vishi kakaa sawa sawa.
Hii mara ya pili umefanya majaribio ya kutaka kutuondoa mimi na baba, eti kisa nyumba. Wewe mwanamke hauna akili wewe, kwa sababu nyumba ni kitu ambacho kinatafutwa. Wenzako walimuomba Mungu, wakaongeza bidii, wakatafuta cha kufanya maalum, wakafika hapo walipokuwa. Hii unanidhihirishia matatizo ya mama, mateso na kuondoka kwake wewe unahusika. Unawezaje kuwa na tamaa ya kitu ambacho wewe hujakitafuta kwa jasho lako? Hivi wewe ni mwanamke wa namna gani? Alafu nakwambia unaniambia kwamba wewe ni mama. Wewe muuaji. Hapana, mimi sikutaka kuwaua. Na hizo taarifa mmetoa wapi? Huyu alowaambia ameongopea. Mimi sikujaribu kabisa hilo jaribio. Aliyewapa hizo taarifa ameongopea. Kwa nini ni waue watoto wangu? Kwa vishi alishatokea na tumemaliza. Nawezaje kurudia tena? Hili ni dogo. Kubwa ni kwamba inasemekana Maureen amefariki. Inasemekana. Lakini muhusika ni wewe. Muhusika ni wewe. Hapana. Mimi Maureen sijamuua. Ni kweli Maureen ameuawa, ila muhusika yuko kifo chake, sio mimi, na sijui ni nani. Wewe kama unajua kama Maureen ameuawa, usiogope rafiki yangu. Unafahamu kama Maureen ameuawa? Imekuwaje ukafahamu kifo cha Maureen? Mimi sijaja kukukashifu. Nimekuja kuongea na wewe kijirani, kiudugu. Maureen kwangu sijatangaza msiba, kwa sababu muuaji ambao anaweza kufufua kama Yesu yupo. Sikiliza nikwambie wewe masia wa kike. Maureen ni ndugu yangu mimi. Siwezi kumzika. Hakikisha anakuwa sawa. Sawa. Bugwa, mimi nasema ukweli. Kifo cha Maureen mimi sijahusika. Kuhusu kutaka kuwaua nyinyi ni kweli. Nilijaribu kufanya hivyo, lakini kifo cha Maureen mimi sijahusika nacho kabisa. Sitakuwa na huruma na wewe kwa namna moja au nyingine. Mama yangu alijali, alijua kwamba wewe ni mtu mbaya, ndio maana aliniweka mbali, akanikinga. Yaani wewe unakuwa mama wa namna gani ambao hauna huruma? Wenzako wanapambana kutafuta chakula wapate kukila. Wanapambana kujenga nyumba wapate kuishi nao. Wanapambana kuwa watu kae peke yako. Kwani wachawi ni mna shida gani? Yaani wachawi mnakosa nini kwenye dunia? Kwani wachawi hamjui kama kuna siku mtakufa? Kwani wachawi kwa nini mnazidi kutesa watu bila sababu? Kwa nini mnakuwa hivyo? Kwa nini watu wema wanawapa nafasi ya kuishi, hamuoni wema wao mkajifundisha? Kwa nini mnataka mlazimishe mikono ambayo haijashika damu ishike? Mamdogo Maureen akae sawa, arudi katika utu wake, tukimtafuta tumpate, aje anatembea kwa miguu yake. Tofauti na hapo mamdogo umekufa. Haya wifi yangu kipenzi, wapi? Kwani wewe nakuhusu nini? Inanihusu kwa sababu najua kila kitu. Wewe hujakaa sawa. Unatakiwa kukaa ndani ili ndugu zako washughulikie afya yako itengamane. Kwani Janeti, wewe kuna kitu kinachokuhusu hapa? Tunahitaji msaada wako au shobo nini na familia yetu? Wewe usifanye mambo yako. Nashukuru Mungu nilifika kwa wakati kuwapa taarifa. Maana la sivyo, leo ningekuwa kwenye msiba na mlilia mume wangu. Kwa hiyo wewe ndio uleta taarifa kwa kaka kwamba mimi nataka kuwekea sumu. Sasa jamani, mimi katika pitapita zangu nimepita nimewasikia. Niache lipite watu wafe? Mimi sina roho hiyo. Ndio maana nikafika nikawaambia. Wewe mwanamke mbona una roho mbaya hivyo? Yaani wewe ndio una roho mbaya kwa sababu mipango ya kuhusu unaingilia. Ulitumwa au shobo tu na wewe? Si ukakae uko na familia yako, ona usikani na hii familia. Unataka urudiwe au? Hizo ni shobo. Hiyo ni roho mbaya mpuzi wewe. Hivi wifi yangu, wewe ulishai kuona wapi ndugu au dada anamuua kaka yake? Dada anayemuua baba yake. Bila baba yako ungekuepo? Yaani wewe ndo mwanamke wa kwanza ambaye umesubutu kutoka huko kuja kutaka kuwaua ndugu zako. Hivi unajua kwamba wale ndo wanakuzika wewe? Yaani wewe una roho mbaya sana. Sijai kuona mtu mwenye roho mbaya kama wewe. Kelele mpuzi wewe, una roho nzuri. Wewe si ulimfukuza kakaangu mchana kweupe na ng'ombe anakula majani, si ndio wewe? Alafu ajifanya roho mbaya. Acha unafiki.
Kwa hiyo ulitaka nimfukuze jioni wakati punda anapiga kelele alafu akose pa kwenda? Ulitaka mume wangu ahangaike usiku mzima atangetange, apigwe na upepo, ang'atwe na mbu? Nimemfukuza asubuhi ili atafute pa kulala. Ukome kuingia kwenye biashara ambazo hazikuhusu. Fanya mambo yako. Hapa ushaachika, kwa hiyo katafute maisha yako huko, umenielewa? Hii familia haikutaki. Kwa taifa yako hatutaki vijitu vyembamba, umenielewa? Asa cha kufanya, kakae na yule mbaba yako. Wewe usipata bonge la bwana, ndio kakae nalo kule, shobo tu. Mimi hapa siwezi kusaidia bila kujua tatizo lako. Nieleze tatizo, una tatizo gani? Wewe naomba unisaidie tu, kwa sababu nataka niondoke haya mazingira. Kuna issue kubwa nimefanya, alafu ambayo ni hatari sana. Mimi siwezi kukusaidia bila kujua tatizo lako. Wewe nieleze kwamba mimi nina shida moja mbili. Siwezi nikakusaidia kitu ambacho unataka kuniambia mimi. Wewe naomba unisaidie tu. Wewe unaniambia tatizo lako, huniambii? Au unataka msaada, hutaki msaada? Lakini mimi si mpenzi wako, mpaka nijieleze sana ndo utanisaidia. We, ishi hapo. Mpenzi wako nilikuwa nyuma tu kule, baada ya kumpata kile cheupe uliniacha ukanitelekeza kabisa. Na wakati nikupenda sana, kipi ulikosa kwangu? Sikiza, lakini mimi sina roho kiasi hiko. Sawa? Ninaweza kukusaidia. Wewe nieleze kwamba mimi 1 2 3 nitakusaidia. Lakini sio kuja kuniambia tu kwamba mimi nisaidie tu nikimbie maeneo mazingira. Nakimbia mazingira. Umefanya kitu gani mpaka ukimbie mazingira haya? Hela ninayo ya kukupa. Hiyo ndio unahitaji wewe. Lakini nieleze kwanza una tatizo gani? Nijue. Nimemuua Maureen. Nini? Wewe kumbe ni muuaji? Mimi sio muuaji. Yaani ilitokea bahati mbaya tu. Unajua? Katika purukushani vile, nikawa kama nimemsukuma hivi. Kwa sijakusudia kabisa kumuua yule. Nisikilize kwa makini. Mimi sina uwezo wa kuwa na urafiki na mmoja hata siku moja. Amina. Lakini si unajua mimi ni mpenzi wako. Mpenzi? Lakini enzi zile wakati tunamtongoza kile kidemu kile cheupe. Tulishia pale mimi na wewe. Uliniumiza sana. Sio hivyo. Afu kumbuka ulinipenda sana. Nilikupenda lakini sio sasa hivi. Hapana. Yaani mimi pale nilikuwa napumzika tu. Ila kwako mimi, yani moyo wote niliacha kwako. Baada ya kufanya tukio unakuja kwangu nilipumzika, nilifanya wewe. Kwa hiyo Amina, unanisaidia unanisimanga? Sikusaidii, cha kusaidia hapa ni serikali za mitaa na kifo kinakuhusu. Wewe. Nishakwambia. Yaani nitashikilia bega kwa bega na watu ufungwe. Usiombe dunia mapito yakakwandama. Pole. Pole ya nini? Pole kwa msiba wa mama Maureen na Maureen. Msiba? Wewe, mama Maureen amekufa? Ndiyo. Sawa, sasa ngoja mimi nipandishe. Hapana Ibugu. Wewe na mama yako mdogo hamjawahi kuendana hata kidogo. Ukienda itakuwa mbaya. Kiuhalisia umeongea kitu hapo. Kwani kifo chake ni cha utata? Inavyosemekana. Maana sio kifo cha kawaida. Na kwa kuwa nakupenda mume wangu, sitopenda ufike pale. Kuna kitu hapo kidogo kimenigusa. Ulivyoniita mume wangu. Janeti. Jenny. Mimi sio mmeo, tushaachana. Usitie msiba juu ya msiba. Kwa sababu hapo ni kutia msiba juu ya msiba. Yule ni mamangu mdogo juu. No matter what, hakunipenda. Hakuwahi kuonesha hisia na mimi. Hakuwahi kunipa hata maji. Lakini alikuwa mke wa baba. Heshima kwake. Ila sitaki unavyoniita mume. Janeti, kwa nini mume wakati tumeachana? Kuhusu kukuita mume wangu, ukitaka wewe nipige tu au ning'ate. Maana siwezi kuacha. Wewe ni mume wangu. Na utakapokuwepo jua kabisa Janeti yupo. Hata uende wapi, jua nitafika kwa ajili yako. Lakini naomba nikwambie kitu Janeti. Sio nzuri kuzungumzia mapenzi. Kwa sababu mapenzi kwako yalikushinda. Unatakiwa upambane yule mwanaume
kuwa naye akawa sababu ya kuniacha mimi uendelee naye, kwa sababu mimi sio mpumbavu Janeti, mimi sio mwenda wazimu, kwa sababu naona tunapokutana tunazungumzia normal tu. Ukiongea kuhusu mapenzi na kuchukulia kawaida na unaona kama nacheka, mimi moyoni nalia. Janeti, yani wewe ulilala na ule mwanaume chumbani kwenye kitanda ambacho nilikuwa nalala na wewe. Unajua hiyo haikutisha sana kama vile ambavyo ulivyofika wakati wa kushughulika kwenye mapenzi mkaniamsha kwa kelele? Kweli, yani unawezaje kuwa na ujasiri? Mume wako yuko sebleni, mume wa ndoa, kwa sababu hana pa kwenda. Unafanya mapenzi, unatoa sauti za mitetemo ambazo hujawahi kutoa ukiwa na mimi. Janeti, unatoa sauti za mitetemo. Jamaa anakupiga makofi kwa nguvu, pa! Hujawahi kunipa mimi hata siku moja. Sauti kubwa. Chumba kina gypsum, sauti inapenya kwenye vitundu, inakuja inaingia. Unavyolalamika mtoto, nasikia mimi mpaka kule sebleni wakati mnakoneaga huruma, na makofi unapigwa. Masaa yale yote pale nikasema huyu Janeti atamka amekufa au, lakini umeamka ngangali. Na mmefanya mara kwa mara. Usiku ule mimi mpaka nikazima. Inatia maumivu sana kugundua kama mwanamke wako kwa mwanaume mwingine anashughulika sana, analia sana. Usiku ule, afu asubuhi macho makavu, unatoka kabisa hivi unasema ondoka nyumbani, nisikuone. Siku zako zimesha, tusionane, tusisalimiane. Unanikazia mimi, afu barabarani unataka kuniambia mimi ni mume wako. Mume gani? Mume ya nyoko? Ya nyoko? Ya au mume ya mnyokolokoto? Bugu, nadhani huu sio muda sahihi wa kuzungumzia mambo yaliyopita. Nimeshakwambia nakupenda na ibaki hivyo. Haijalishi nimefanya mambo mangapi kukuumiza, ila hiyo sio sababu ya wewe kuniweka mbali na wewe. Utakapoenda nitakuwepo. Kijana, unakimbilia wapi? Mimi sio mkimbizi, ila kuna sehemu naelekea hapo. Najua kwamba unakimbia kesi. Mara mwisho Morini alikuwa kwenye mikono yako, na kifo cha Morini kimepatikana kwenye mikono yako. Mama, mimi sijaua, alafu sijawahi fanya kitu kama hicho. Kwa nini unanisingizia kiasi hicho? Kwa nini? Ni kweli hujamuua Morini, kwa sababu ni tendo ambalo umelifanya bila kukusudia. Kuna kitu kilikuingia kwenye mwili wako, na hiko ndo kilikusukuma wewe umuue Morini. Kumbe ni wewe? Wewe ndio ulisababisha mimi nimuue Morini? Hapana, ila nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia tu. Muuaji wa Morini yupo, na inabidi umtafute haraka iwezekanavyo, umpate aje arudishe uhai wa Morini kabla hajazikwa. Mama, kama unaweza ukanisaidia basi naomba nisaidie tu. Mimi mwenyewe namhitaji, bado namhitaji mpenzi wangu. Unatakiwa urudi nyumbani kama nilivyokuambia, kupambana kwa ajili ya kumpata huyo mtu, kwa sababu hata mimi namtafuta. Hiyo kesi aliyofanya yeye nimepewa mimi. Ina maana anaonekana kama mimi ndio muuaji, ingawa mimi najua wewe ndio msababishaji wa hilo. Na baadhi ya watu wana uhakika kuwa wewe ni muuaji, ila mtu mmoja tu ndo ananituhumu mimi. Na huyo mtu nikimthibitishia kwamba wewe ni muuaji, haukimbii hata sekunde. Kwa hiyo kabla hatujafika pabaya, mtafute huyo mtu aliyokusababishia matatizo. Mimi sikimbiliki. Mimi sio mtu mzuri, labda nikwambie tu ukweli. Mimi sikukusudia kabisa. Na ile ilikuwa sio mambo yangu kabisa. Mimi sijawahi ua mama. Mimi kuua labda niue kuku au mende, lakini kuua binadamu sijawahi fanya kitu kama hicho. Nikajikuta tu nimeua. Ila huyo mtu alomuua Morini amenizidi ubaya. Kwa hata mimi simuwezi. Ila wewe unaweza ukambembeleza. Nenda katafute namna haraka iwezekanavyo kabla Morini hajazikwa. Mama, ile ni kesi. Maswali yako ni ya kipumbavu. Ni dhahiri kwamba kifo kinakuita. Na kama si kifo, basi kifungo cha maisha. Usione dunia mapito yakakwandama, jua kuzama, mateso usiku mchana. Leo najuta kukua, yalosemwa mimi nayaona. Baba na mama mlale salama, dunia tambara bovu, moyo vidonda makovu.